Ni kwa nini mpaka sasa hupati faida ya kuridhisha kwenye shughuli zako? Kuna mtu mmoja aliwahi kunitafuta. Akaniambia, dokta, mimi ni mfanyabiashara na katika biashara yangu nina mtaji mzuri tu, na kuhusu wateja wanakuja vizuri kabisa, na kiusema kweli faida ninapata. Lakini sasa dokta, kiukweli faida nayopata hainiridhishi. Naishia tu kupata hela ya kula na hela ya kulipa kodi hapo napofanyia biashara, pamoja na hela ya kuongeza bidhaa, pamoja na hela ya kufanyia mambo yangu mengine madogo madogo tu. Ila kuna watu wengine wanakuja kufungua biashara wananikuta, lakini wanafanya biashara mpaka wananunua na magari. Ukiangalia mtaji hatupishani, na mpaka kuna wengine na wazidi. Mpaka kuna muda huwa nakaa chini najiuliza, kwani hizi biashara huwa zinafanywaje? Au kuna namna ambavyo biashara zinafanywa ambavyo mimi sijui? Kama kuna siri zingine za ufanyaji wa biashara, basi wewe ndo naomba unisaidie na unipe. Mimi nilimjibu nikamwambia, unavyofanya biashara ndivyo inafanywa hivyo hivyo, lakini siri ni moja tu, kuna vitu mnaviweka nyuma sana na vina mchango mkubwa sana kwenye haya mambo, na hakuna atakaye kuambia tunafanyaga hivi. Hata ukimuuliza atakupa majibu mengine kabisa yasiyohusiana na upande huu hata kidogo. Hapo ulipo, kitu cha kwanza unatakiwa kukokota nuru zako zilizofifia na zilizopotea. Kitu cha pili, unatakiwa kulinda nuru zako ili zisififizwe tena wala zisipotee wala zisipotezwe. Kitu cha tatu, unatakiwa kuzipa sasa usaidizi nuru zako ili uwe mng'aro, na nuru zako ziweke usumaku mkali sana kwenye biashara zako na kwenye mahusiano yako. Yaani kama ni wateja wavutike na wajae kweli kweli. Akasema nipe utaratibu tufanye hivyo vyote dokta. Basi tukafanya utaratibu na mimi nikawa nimemfikishia dawa zote hizo. Nikampa maelekezo akazifanya dawa hizo. Mtu huyo sasa hivi hapa tunavyoongea alishajenga nyumba yake, ana usafiri wake na ana biashara yake, tena sio kwa kupanga, kwa kujenga. Yani kuanzia frame mpaka bidhaa vyote ni vya kwake. Mpaka sasa hivi maisha yake ni safi kabisa, alifaidika sana sana, alifaidika sana. Sasa basi, leo umepata nafasi nzuri ya kunisikiliza. Nakupa faida hii ili nyota yako ikae vizuri, ili upate faida nzuri na kipato cha kutosha katika shughuli zako. Hata kama uwe unafanya kazi gani, kama nyota zako ni chafu, au nitumie lugha iliyozoeleka, kama una mikosi, utakuwa unafanya mchezo wa kuzunguka mule mule, hutofanya maendeleo yoyote. Ukidharau elimu nayokupa hapa ni sawasawa na umedharau maisha yako, yatabaki hivyo hivyo tu, utaendelea kupata hela ya kula na kulipa kodi. Basi tafuta mwiche kama huu, ukishajua ulipo ondoka. Hapa unatakiwa uje saa 10 au saa 11 kabla jua halijachomoza. Ukifika kwenye mti huu, angalia ule upande ambao jua huwa linatoka. Usichimbe upande ambao jua liko pembeni wala linakozama. Unatakiwa uchimbe upande ambao jua huwa linatoka. Basi unapofika hapo kipindi bado giza, chimba upande jua linatoka. Chimba kama mstari hivi, alafu ukishapata mizizi, safisha ule mchanga, safisha ubaki ule mzizi pale tu. Baada ya hapo, kaa hapo usubirie jua litoke. Jua linapotoka, litaanza kuupiga ule mzizi, kuanzia linaanza kutoka, linaanza kupanda taratibu, linapanda taratibu mpaka linafika juu. Kabla jua halijafika katikati, unapoona mida ya saa 6 hivi au saa 6:30, ndipo unatakiwa ukate huo mzizi wako. Unapokata huo mzizi wako, pale ukishamaliza kukata mzizi wako, ndipo unachuma na majani yanayomulikwa na hilo jua. Haya majani ambayo yenye rangi ya kijani. Unapomaliza hapo, huu unapafikia. Mti huu unapomaliza kuchimba hapo ulipochimba mzizi unapafikia. Ukishapafikia ndipo unaondoka sasa.
Ukishaondoka, ukifika kale kamzizi utaanza kukakwangua yale maganda yake. Ukisha kwangua maganda ya kale kamzizi utayaanika. Ukisha yaanika vizuri, unayasaga vizuri kabisa. Baada hapo tena utahifadhi yale majani ya huu mti, na yenyewe utayaanika juani. Ukisha anika juani, yakisha kauka, na yenyewe utahifadhi. Usichanganye kwa sababu matumizi yake yanatumika tofauti. Baada ya kumaliza kutengeneza zoezi hilo, jinsi ya utumiaji sasa. Utafanya hivi, dawa hizo zote ni za kuoga. Unatakiwa uanze kuoga ile ya mzizi. Haya, jinsi ya kuoga sasa. Unaoga saa 2 asubuhi au saa 3. Unachukua maji yako ya kuogea dawa. Unaenda sehemu nyeupe kabisa ambayo iko wazi. Unashika dawa yako hii. Unaanza kuinyunyuzia kwenye maji. Unapokuwa unainyunyuzia kwenye maji, unakuwa unasema hivi, wewe dawa, kuanzia sasa ninakokota. Hapana, au usiseme hivyo. Utasema hivi, wewe dawa, ninakuomba unirudishie uwezo wangu kama ule niliozaliwa nao, niliokuwa nao tangu zamani. Zamani nilikuwa nikifungua biashara, watu wanaipenda na nauza kweli kweli. Lakini uwezo wangu huo uliondoka. Sasa hivi nikifungua biashara siuzi kama nilivyokuwa nauza zamani. Kwa hiyo wewe dawa, ninakuomba unirudishie uwezo wangu ule kama niliozaliwa nao, niliopewa na Mungu wakati nazaliwa. Kuanzia sasa hivi pia niwe nikifungua biashara niuze kama jinsi nilivyokuwa nauza zamani. Umeona? Au kama ni unafanya kazi, unaweza ukasema hivi, wewe dawa, ninakuomba unirudishie uwezo wangu wa kupata marupurupu mengi kama nilivyokuwa napata zamani. Zamani kipindi naanza kazi nilikuwa napata marupurupu mengi, napata na pesa nyingi. Lakini uwezo wangu wa kuaminiwa tena kupewa marupurupu kama ni safari, kama ni nini, kitu chochote utataja, uwezo huo uliondoka. Lakini wewe dawa, ninakuomba unirudishie uwezo huo ili niweze kupata tena kama zamani. Historia iko hivi, hakunaga binadamu aliozaliwa na mikosi dunia nzima. Hayo mambo huwa tunayakuta humu duniani, jinsi tunavyoishi, kulogwa na watu, pamoja na vitu tunavyovikumba na kuvipitia. Ndiyo maana ukianza kazi yoyote, hata kama ni biashara, kabla nuru zako hazijafifia inakuwa inakwenda vizuri, lakini zikififia inabadilika. Ndiyo maana unapataga historia mbili kwenye shughuli zako. Nilivyoanzaga dokta, mimi nilikuwa nauza sana, lakini saizi, au nilivyoanza bwana, nilikuwa spidi, nilikuwa vikao, semina na naenda mimi, lakini saizi hamna kabisa. Kwa hiyo sababu ni hii. Sasa basi, dawa hiyo utaioga hivyo hivyo siku 3, muda ule ule, maongezi ni yale yale. Baada ya hapo sasa ndipo utafata kwenye ile ingine ambayo ni ya kijani, ambayo ni ya majani ya mti huu, na yenyewe maongezi ni yale yale, isipokuwa tu unabadilisha muda. Penyewe unaioga kuanzia mida ya saa 6 au saa 7. Mida hiyo, kwa nini mida hiyo tumesema? Sio kwamba mida hiyo ndio ya muhimu, ila hapana, lengo ni kwamba jua lisiwe limeanza kushuka. Unaliona jua linapopanda lina maana yake. Sawa ndugu zangu, nawapa siri hii. Alafu pia jua linavyoshuka lina maana yake. Kwa mimi na maana yangu kukutajia muda huo. Paka hapo kuna asilimia kidogo za kuweka vizuri mwili wako zitakuwa zimefanyika katika mwili wako. Fanya hivyo na uhakika kabisa utapata faida sana. Ila sasa kama ukitaka mfumo kamili, inabidi ufanye kama yule mtu. Basi wewe hakikisha unafanya nilichowaelimisha na utafaidika sana na hautokuja kunisahau katika maisha yako. Wewe nenda kafanye tu.
kafanye, utafurahi mwenyewe.